Karibu sana ndugu yangu. Asante. Karibu sana. Weka tu hapo. Okay. Karibu sana ukae. Asante sana. Karibu. Mwanangu sasa hivi. Salama. Karibuni. Asante. Kwema. Mgeni kidogo. Karibu. Asante sana. Vipi barabarani huko? Namshukuru Mwenyezi Mungu, huko usafiri haujasumbua, tumefika salama, nashukuru sana. Mke wangu, tusiende mbali sana. Huyu ni ndugu yangu wa mkoa. Anaitwa Abduli. Ndio. Ni mwanachuo. Kuna baadhi ya vitu fulani anakuja kuvimalizia katika masomo yake. Ila yupo sana patakaa hapa. Baada ya kumaliza mambo yake atajiongeza kwa ajili ya kwenda kuishi. Sema kwamba utakuwa umefikiria kupanga au kama ni Abdul, karibu. Asante sana shemeji. Nisikie kwa nyumbani. Asante sana. Basi, ngoja naandalia chakula au? Chakula muhimu, sio mgeni. Mgeni ndo kafika hapa. Chakula muhimu. Nipeke ndani sana. Shemeji yako bwana. Shemeji yako, hivi ushakumwona kama? Hamna. Unaniambia tu nakaa na shemeji ila sije kumuona hata siku moja. Sema na mimi mzembe, sije kumleta kijijini hata mara moja ili muone. Inabidi ufanye mpango. Mwanangu. Mke wangu. Nakuomba mara moja. Anakuja. Nakuja. Bwana, shemeji yako mambo mengi. Unasikilize kwanza, anakuja, usijisikie vibaya. Usijali kaka. Kwa na amani. Usijali. Hivi mume wangu unachofanya ni kizuri? Kitu gani tena? Utamletaje mgeni bila taarifa? Kwa mimi sio mke wako, unanzalau tu, unaleta tu mtu bila taarifa, unakaa na nani ndani? Unakaa peke yako? Mke wangu, mimi na wewe ni mwili mmoja. Yule mgeni yupo tu kwa muda, atatoka. Kuna mambo yake tu yakikamilika tu anatoka. Hebu usijisikie vibaya. Najua nimechukua maamuzi magumu, usijisikie vibaya bwana. Sijapenda bwana. Usijisikie vibaya mke wangu. Wewe tabia zako ni za ajabu ajabu. Usijisikie vibaya. Hebu achana, usinipeti face. Usijisikie vibaya, tumemwacha ndani sasa kajisikia. Akae, sio mbita wewe. Hebu achana mimi bwana. Acha bwana. Tuende basi. Tutafanya mpaka saa ngapi? Mara nyingi nakwambia, yaani ukiwa unafanya kazi niache. Niko busy sana kazi. Kila siku uko busy na kazi. Na mimi nataka haki yangu. Kila siku busy na kazi. Wataka mimi nitoke nje? Nimechoka. Una usingizi? Wangu basi unania huruma. Una usingizi? Shuka hamna? Mto hamna? Kwa mimi nimetoka kwetu nimefuata mto na shuka na kitanda, sio? Jifunike ulale. Hapana, nimechoka.
Baby. Baby. Wewe kitu gani? Jana tumekula vipi? Ushamaliza kazi zako za ofisini? Utanipatia kiamu na shangaa umeamka unavaa unaondoka hata kuniamsha. Mara nyingi naongea. Kichwa changu kuna vitu vingi, sihitaji mambo mengi. Ili usiniongezee vitu ambavyo havina msingi. Niko na mambo ya kazi. Naenda kazini, naomba niache. Lala. Sikiliza. Kwa nini ndani nimefuata kitanda, nimefuata chakula, nimefuata kitu gani? Ninataka haki yangu. Nimechoka bwana. Mimi ni mwanamke nataka haki yangu. Nataka niende wapi? Niende nje. Nataka haki. Nataka tumia kwenye simu. Ondoke, naomba haki yangu. Naomba haki yangu. Wewe unataka umeanza kunizoea? Sio kukuzoea. Mimi ni mwanamke nahitaji haki yangu. Kwa nini unanifanyia kila siku? Mimi kitoka hivi nitamta malaya. Unanipenda kichwani? Wewe Mbona unashindwa kuelewana? Unanipenda kichwani? Unanipenda kichwani? Lala huko. Oh, Shem, baby. Freshi. Mambo. Fresh naambia. Uko poa? Ya, niko poa kiasi. Pombe lazi. Umegonga mfungia mlango kwa hasira, sio akili yangu. Siko sawa kabisa. Usijali wewe kwa na maana tu. Nilijua hauko sawa na ndio maana hata sijaliweka swala hilo akilini. Asante. Afu mtoto nikuuliza. Hivi yaani ni kitu gani ambacho labda nifanye au niwe kwenye yaani sielewi, yaani nina kitu kinasumbua akili yangu, niko na stress ile. Sielewi nifanye kitu gani ili niwe sawa yani. Okay, kitu ambacho mtu akiwa na mawazo anaweza akafanya ili kuweza kupunguza mawazo hata kwa uchache ni mazoezi ya viungo. Unasaidia? Ya, unajua mazoezi ya viungo watu wengi wanachukulia kawaida lakini yana uwezo ya kukuweka katika mudi nzuri endapo ukifanya. Kweli? Ndio samani shemeji. Kwa hiyo unashauri nikifanya mazoezi nitakaa sawa kabisa? Ya, utakaa sawa. Utakaa sawa. Kwa kikubwa tu ukiwa tayari siku yoyote utaniambia kwa sababu mimi sipajui usio mwenyeji. Sio siku yoyote. Nataka leo. Leo? Ndio Shem, nataka leo. Kuna sema kulipo ni sehemu nzuri tu ya mazoezi. Naonaga vijana na mimi si kwenda. Yaani kaanze leo. Sawa, wewe nenda kaanze kubadilisha na mimi pia nitafuata ili mradi tu tukafanya mazoezi. Ya? Mimi najiandaa na wewe unajiandaa. Sawa, hamna shida. Asante. Nilikosea, siwezi kukataa. Maneno yangu yalikuumiza, najua. Lakini moyo wangu haujacha kukupenda. Bado naota kesho tuwe pamoja.
nipe nafasi nyingine, tuanze upya. Sioni maisha bila wewe, nuru yangu imefifia bila mapenzi yako. Tafadhali sikiliza kilio cha moyo. Pole sana. Asante. Ukiachana mazoezi ya viungo, pia kitu kingine ambacho kinaweza kukufanya ukawa na feeling nzuri ni mazoezi ya sauti. Oh. Yeah, mazoezi ya sauti yana faida ya kukutoa katika mudi mbaya na kukuweka katika mudi nzuri. Sawa? Sawa. Kwa hapa tutafanya mazoezi ya sauti. Sawa. Sawa, geuka huko. Na ni vizuri ukaanza. Bwana, anza wewe. Basi unanifundisha, anza wewe basi. Always what? Bwana sitaki. Sawa. Zamu yako. Natosha. Natosha. Sawa, lakini unajua kwamba shemeji wewe ni mzuri sana. Asante. Sawa, naona muda umeenda sana, kwa hiyo ni vizuri tukawahi nyumbani. Tutembee tu hivi hivi bwana. Hujachoka? Hapana, tukifika barabarani. Okay. Shemeji. Taratibu. Mama. Una kilo nyingi. No. Ndugu yangu, umeonaje mazingira? Mazingira ya huku Dar es Salaam kidogo ni mazuri tofauti na Mwanza. Huwezi kufananisha Mwanza na Dar es Salaam. Dar es Salaam na Mwanza ni vitu vili tofauti. Hii Dar es Salaam ndo nchi yenyewe. Si umeona? Naona. Dar es Salaam ni nchi yenyewe. Kwa hiyo huwezi kufananisha kabisa. Vitu vili tofauti hapo. Kweli naona huku kuna kuvutia zaidi kuliko Mwanza. Japo Mwanza kuna upepo mzuri. Swala upepo, unajua wingi, afu kule milimani upepo kwa lazima uwepo, lakini huku unavyoona kama unavyoona hivi kutoka hapa mpaka uende wapi kote kuko hivyo hivyo. Baby. Tamani. Wewe unakumbuka kesho ni nini? Nini? Unakumbuka kesho ni nini? Kitu changu kishakwambia kina mambo mengi sana. Sio kila jambo nakumbuka. Watu ukumbuki mkako anazaliwa lini? Kwa hiyo tena kesho na kesho ni birthday yangu. Umesahau? Birthday. Sawa, haina shida. Niambie basi surprise yangu ni nini kesho? Haina shida, tutaongea. Kila siku. Hivi kuna siku nikwambia tutaenda kwa jamaa mmoja kule maeneo ya Mlimani. Uliniambia kwamba tutaenda ila hadi leo bado hatujaenda. Yule jamaa nitakuwa tuende tukamtembelee kwa sababu kuna mambo fulani tutakuwa tukazungumze naye. Yanaweza kana msaada kwenye maisha yetu. Unajua wewe kule chuo na nini mambo. Shem, pole sana Shem. Maji, utaki maji? Nataka hapa. Inaonekana una upendo sana shemeji yako. Kiasi tu. Jambo jema, lakini shemeji yako wewe. Ni kweli. Inabidi siku tuende kule kwa sababu kuna mambo fulani ambayo nahisi tukienda kuiangalia kwa yatatusaidia sisi. Sawa, hamna shida. Naona mtu baya anataka kupigwa. Yaani shida yefu wana mechi za kukamia. Wakicheza na Yanga, wakicheza na Azam ndo wanakamia, lakini hawa wakikutana na wenzao, si umeona pale kinachoendelea pale. Cheki Masako wanapocheza.
Bibi, umesema na birthday yangu tunaenda wapi leo? Tulie kwanza. Mara ngapi nakuambia kazi zangu nazifahamu vizuri. Muda mwingi nakuwa busy. Kazi zangu nazifahamu. Mambo basi tena mimi wapi na wapi? Wewe. Mbona mume wangu aonesha hata hali ya kunijali? Hata birthday yangu hata kuniwishi. Angalau hata angenitoa out, hamna iko kitu. Hata kizadi kidogo tu. Hamna. Hii ndio ambayo naona chungu kwangu. Sina furaha ya ndoa yangu. Karibu. Karibu. Karibu sana. Mambo vipi shemeji? Poa shemeji, vipi? Safi, mbona unalia? Mimi? Yeah. Nilikuwa nimelala. Sikia kidogo. Mimi kwanza samahani nimeingia chumbani kwako na mume wako. Usijali. Karibu kae. Siwezi kukaa kwenye kitanda cha ndugu yangu ila nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Nadhani unajua fika kwamba leo ni siku yako special ya kuzaliwa. Happy birthday. Asante. Thank you. Sijabarikiwa kikubwa ila na kidogo kwa ajili yako. Niko. Wow. Asante. Sawa. Mimi naomba nikupishe niondoke. Bye. Mbona kadri siku zinakwenda nazidi kuzama kwenye penzi la shemeji yangu? Ila yote kwa sababu ya mume wangu tu. Shem. Wapi? Shem, eh?
Naomba tusimwambie mtu yoyote. Bibi, kuna tatizo? Hapana. Hapana. Mke wangu, maliza kula, njoo tuongee ndani. Babani wangu linita. Nimekuita mke wangu. Kuna dharura kidogo hapa. Kuna simu fulani zimeingia hapa, nitakuwa nisafiri. Tena. Kwa nahisi baada ya siku 3 au 4 tarejea. Sawa. Baki salama. Usindikize basi. Kwa na amani. Niko salama. Ndugu yangu Abdul. Niambie Yasin. Ndio umetulia. Nakora uko pepo. Kuna jambo moja nataka nikwambie. Hivi kwanza unaishi vizuri na shemeji yako? Shemeji yako unaishi naye vizuri? Shemeji kiukweli tunaishi vizuri tu. Wala hakuna changamoto yoyote baina yangu mimi na yeye. Hakuna chochote kile kinachoendelea? Hakuna kabisa. Mimi nataka kuaga hapa ndugu yangu, kuna sababu nilipata dharura kidogo, nataka nisafiri. Kwa hiyo mpaka nishavaa na begi. Nahisi baada ya siku 2-3 nitarudi. Sawa, haina shida. Haina shida. Ila yote kwa yote, ishi vizuri na shemeji yako. Agiza sehemu msikilize. Hivyo, mlinde sana. Sawa, hamna tatizo. Nisikie kwa nyumbani ndugu yangu. Kwa na amani. Enjoy. Kwa na amani. Haya. Shema. Poa. Abdul. Niambie, nakusikia. Tuongee. Sikufanya vile kwa kupenda. Ilitokea tu. Unajua niko na shida na mume wangu, hatuna maelewano, hata haki yangu ya ndoa pia naikosa. Kama binadamu ningefanya nini? Unajua umeniingiza katika mtihani mzito sana. Hivi unajua sasa hivi najisikia vibaya kiasi gani kwa kutokuonyesha uaminifu kwa Yasin. Unajua Yasin ana moyo wa kipekee. Wengine kuwasaidia watu hata kwa msaada mdogo tu wanashindwa. Lakini mtu alionisaidia nimekuja nimemfanyia kitu kikubwa kama hicho. Hii yote wewe ndio unasababisha. Alafu sasa hivi unakuja unaomba msamaha kirahisi na wepesi kiasi hicho.
Nimejua kosa langu ndio maana nakuomba msamaha. Sio kama simpendi mume wangu, nampenda sana ila tu ni kitu kidogo tu kwangu anitimizie. Nisamehe. Kwa hiyo wewe ndio kaona mimi wa kutimiza hicho kitu, si ndio? Ndio maana nimekuja nimekosa, nisamehe. Ani hutosikia tena. Tutakuwa kama mwanzo. Nipige magoti. Usifanye. Nimeshakusamehe. Kuwa na amani. Unafikiri tutarudi tena sio? Sawa kama mwanzo. Asante. Haida tutokeza tena. Sawa. Wewe unakula nini leo? Chochote tu tutakachopika mimi nitakula. Basi. Ngoja nikaandaa ndefu. Tutaenda nje mazoezi. Mazoezi. Hata leo tunaweza tukaenda kwa lengo la kujitoa mawazo mabaya. Sina mawazo. Basi poa, ngoja basi nikapike. Sawa kuna. Sawa. Tukapike. Naona tumefika muda mrefu alafu hakuna mtu anaanza kufanya mazoezi. Tunaangaliana tu, nashindwa kuelewa ni kwa nini. Nataka nianze mimi au wewe? Ingekuwa ni vizuri ungeanza wewe. Okay. Nisabie. 1, 2, 3. Natosha. Kwa hiyo mwenyewe hapo ndio umefanya mazoezi, umejikwamua, umetoa sauti kubwa. Ndio. Ngoja nikuonyeshe inabidi ufanyeje au wanaume wanatoaje sauti. Okay. Hili zoezi alinifundishaga hadi. Oh. Wow. Imetoka sauti kubwa. Alafu kuna kitu nataka nikuulize. Kitu gani hicho? Nini maana mapenzi? Imekuwaje mpaka umeamua kuniuliza swali kubwa kiasi hicho? Napenda tu kujua. Kwa uelewa wangu, maana mapenzi ni ile hali ya kujali na kuthamini. Yaani ukiona kuna kitu unakijali kupitiliza na unakithamini kupitiliza, ujue hicho kitu unakipenda. Au kama ni mtu unamjali, uko tayari kufanya chochote kwa lengo la kumlinda, pengine hadi kuhatarisha maisha yako, huko ndo kupenda. Mimi naona hivyo. Sababu huwezi kusema unakipenda kitu kama haukijali wala ukithamini. Wow, asante. Kwa mazoezi sawa. Yanatosha kwa leo. Tangulia. Jamani, mpaka kutangulia pia mazoezi. Tamina, nimetoka nilikotoka na hii safari inakufuata wewe. Umeelewa? Nafahamu kila kitu ambacho umekifanya. Yaani lolote ulilofanya mimi nayafahamu vizuri tu. Kwa hiyo kama unafahamu, usiniulize kwa hiyo. Yaani kama ungekuwa ni mtu ambaye uko bora na mwenye thamani, ningechukua maamuzi ya kuoa wewe. Ila kutokana na tabia zako chafu, nimeshindwa kufanya hicho kitu. Na ndio maana nikachukua maamuzi ya kumwoa mwanamke mwingine. Tatizo ulokuwa nalo wewe umeona tatizo. Ila tatizo la kuniacha mimi hujajiona ni tatizo. Umeona ni sawa tu. Bila huruma yoyote umeenda kuoa mwanamke mwingine Ben. Tangu nilikuwa nakupenda na bado nakupenda na nimeumia ndio maana nikafanya hivyo.
Mtu siongee mengi sana. Mtujue utanisaidiaje kuhusu hicho ulichofanya. Kwa hiyo unaomba unakusaidiaje? Okay, naomba nisaidie. Kuna sharti moja tu. Sharti lenyewe watakiwa wewe ukutane kimwili na mimi mara ya mwisho ndio uweze kupona hilo tatizo. Fanya mapenzi mimi na wewe. Ndio. Kwa hiyo mna mbinu yote kunisaidia tofauti na hicho kitu? Ndio. Kwa hiyo nafikiria nini ndio ya kwanza kufanya? Kuna mbinu nyingine kunisaidia mpaka tufanye? Wewe naye, hebu acha mambo yako. Hakuna mbinu nyingine zaidi ya hii. Nafikiri uzuri wake ndio unasababisha nisiweze kumwacha. Ni kweli ni ghafla, lakini nampenda. Lazima nifanye kila kitu ili niwe naye daima. Costa, kuna beta tatizo limeisha kabisa. Kwani nikirudia sinarudi tena kwangu au? Mwache Masia, niko serious. Usijali bwana, leo sikujirudia. Wewe Yasin, ndio hata kuniaga? Sitakiwi kurudia tena makosa ili nisivunje uaminifu kwa Yasin. Inabidi nisitoke nje ya lengo lililonileta mjini. Shem, vipi tena? Shem, nataka tena. Unataka tena? Yes, nataka tena. Unakuja kutoka kwa shemeji yako na kanga? Nilikuwa nafanya usafi, chumba ni kichafu. Usafi na kanga? Unafanya usafi kwa shemeji yako na kanga?
Nisitabasamu wakati unakuwa mke wangu. Unafahamu jinsi gani ni muda mrefu kiasi gani siona uzuri wako kwa ndani. Nakusikia. Kona yake ya kutabasamu. Maana nimekaa tu bafuni kidogo naoga. Nakumisi sana mke wangu. Ni muda mrefu sana. Baby. Lama nikamia kweli kweli jamani. Usijali mke wangu. Utapata zaidi ya hii. Mwanzo ubizi wa kazi ndio unasababisha. Ila kuanzia sasa utaenjoy sana. Afadhali jamani, makeba baby. Nilishe basi. Unapenda kulishwa kama mtoto? Unajisikia raha kulishwa kama mtoto? Sasa sideke kwako nilifanya nani tena bebe. Mbona namuonea wivu kiasi hiki? Ina maana nishaanza kumpenda. Haya ngoja ushibe, ukishiba wewe na mimi nitakuwa nishiba. Baby nimeshiba. Umeshiba wapi? Chakula bado kingi kabisa hiki. Nimeshiba. Basi kama umeshiba nigea. Tumbani. Semeni hapo. Vipi uko sawa? Niko sawa. Baby na mtamu yangu nakuisha wewe hapo. Tupe sasa mimi tu. Ukishiba wewe inatosha, sio lazima. Kwa nini ulifanya nikupende wakati wewe ni mke wa mtu? Halima. Baby. Baby. Nataka tena. Unataka nini? Wewe na mtu mzima wa kuniuliza nataka nini? Sijui nataka nini baby, si niambie. Utu uzima wote wa kuniuliza mimi nataka nini kweli? Umeshindwa kujiongeza? Unataka tunda? Sasa kumbe nini? Nila kwako tu mpenzi wangu. Mpenzi. Kwa umejikupendea.
Asante sana mke wangu. Nasema asante Mungu kwa kunipa mwanamke mwenye upendo kama wewe. Usijali mume wangu. Mimi nipo kwa ajili yako, nihakikishe uko nadhifu na mwenye furaha siku zote. Nashukuru sana mke wangu. Leo sio kurudi basi. Nakwambia kitu kizuri. Si ndio bebe? Thank you, baby. Take care kwa kazini kwa sawa. Siwazi mke wangu. Kuwa na amani. Bye. Kapike huko. Nitakumisi. Kaka. Vipi kaka? Naona umepoa. Ndio bwana, niambie. Ndugu yako bwana, acha niingie kwanza kwenye miharakati kama kawaida yangu. Unajua muda huu. Sawa, lakini nilikuwa nakumbushia lile swala. Unajua chuo kinakaribia kufunguliwa. Kwa ule mkopo una umuhimu mkubwa sana. Ili nikalipe ada, masomo yaendelee. Ndugu yangu, hili swala hata mimi mwenyewe bado niko kwenye harakati ya kulifuatilia. Sababu nafahamu umetoka kijijini kwa ajili ya kuja kusoma. Yeah. Sio jambo jingine. Yeah. Kwa hiyo mimi mwenyewe nitalihangaikia kwa ukubwa zaidi tufanikishe ili uende shule. Sawa? Sasa Baadaye. kama vizuri na shemeji yako. Hamna shida kaka. Okay. Hivi Halima, unanichukuliaje mimi? Kivipi yani? Unataka kuniambia haujui chochote kinachoendelea? Hivi unajua mwanzo mimi nilikuwa sina mpango kabisa wa mapenzi. Na niliyajua hayo yote. Najua sinaga bahati katika mapenzi. Maana nikishaanzaga kumpenda mtu, huwa naishaga kuumia tu. Nilikuwa sihitaji kabisa kuwa na wewe. Lakini wewe Halima ndo ulifanya kila kitu ili niweze kuwa na wewe. Paka nikabahatika nikalionja tunda lako. Alafu nimeshanogewa. Unakuja unajibebisha mbele yangu. Are you serious? Sikiliza Abdul. Yule ni mume wangu. Na tabaki kuwa mume wangu. Wewe tabaki kuwa shemeji tu. Na pia vile tulivyofanya nyuma, sahau kama mimi tushakutana kimapenzi. Hiyo kitu sahau. Halima, are you serious? Yes, I'm serious. Unataka kuniambia ulishapanga kuniumiza mimi? Hivi unajua najisikia vibaya kiasi gani kwenye moyo wangu? Abdul, inawezekana hivi tena mimi unajua kama ni mke wangu? Kama uliyajua hayo, kwa nini ulifanya kila kitu mpaka nikawa na wewe? Hivi unatabua unavyozungumza? Sasa kwa nini unipende? Kwa nini unipende? Unajua mimi ni shemeji yako. Kwa nini unipende? Mimi tumeshamalizana. Mimi niko na mume wangu, sisi tuko sawa. Kama nia yako ilikuwa ni kuniumiza mimi Halima, basi sitokubali kuumia peke yangu.
Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Baby. Usingizi umekubana. Usingizi. Naomba tena. Nini baby? Nini ujui? Ndio nimechoka isikia vibaya. Baby nimechoka leo, nimechoka. Haina shida, pumzika. Ila asubuhi basi utaniamsha, maana kuna mahali nitakuwa niende. Sasa kuniamsha asubuhi mapema sana. Ndio. Kiukweli sijafanya haki kwa Abdul. Lazima nifanye kitu. Shem, vipi? Halima. Hebu.
umenimaliza vibaya. Hello baby, hata sikuaga na haya, moyo ulijitolea mapenzi, sikujua yangetokea, na inua mboni tena sioni why, uonekani ndio ushapotea. Ulinipenda kwa moyo nikakupa maumivu ukaona uondoke, visa vipigo dharau kutwa kusikujali kutwa makelele. Leo nimejua thamani yako, oh, leo nalilia pendo lako, oh, leo nimejua thamani yako, oh, leo nalilia pendo lako, oh, sijapona bado, labda nikikona nitatulia, na vidonda bado, labda nikikona nitapona, sijapona bado, labda nikikona nitatulia, na vidonda. Ina maana show yake na Abdul jana ilikuwa kali sana, kiasi kwamba hadi sasa anashindwa kuamka. Abdul, amba nifuate. Abduli. Mbona nakuita muda mrefu unachelewa vipi? Nilikuwa nabadilisha nguo. Wewe umebadilisha nguo, nimekwambia kuna sehemu labda tunaenda. Nimekwambia nifuate, sio ubadilishe nguo. Yaani jinsi ninavyokuamini ndugu yangu, umefikia hata kufanya kitu cha aina ile? Kitu gani hicho? Hivi unafika mahali unatembea na mke wangu? Yasin. Unajua thamani ya mke? Yasin. Unajua mke anavyouma? Na leo hebu tuliza basi. Na kuuliza unajua mke anavyouma? Yasin, kisu hicho, Yasin. Unajua mwanamke anavyouma? Sikia blaza, sina muda wa kusikiliza. Unatembea na mke wangu? Yasin. Hicho kisu ujue Yasin, hebu tulia basi tutazungumza. Unatembea na mke wangu blaza? Unajua mwanamke anavyouma bro? Unatambua mwanamke anavyouma? Yasin. Naongea na wewe, unatambua mwanamke anavyouma? Unaelewa vizuri unachokimia. Fika mahali unatembea na mke wangu? Yasin. Unajua thamani ya mke? Hivi Halima, unajua hili jambo ni kubwa kuliko sisi tunavyofikiria. Kulikuwa hakuna kitu kingine cha kufanya mpaka usababishe mauaji kwa Yasin. Abdul, kwani nalaumu sio? Sio na kulaumu, nakwambia ukweli. Hili jambo ni kubwa. Hivi unafikiri maaskari wakifuatilia sisi tunakuwa katika hali gani? Hivi Letikuja ndio pale angekudhuru. Kama sio mimi kufanya kitendo ungekuwa hai saizi. Kwa wewe ukaona uamuzi wa busara ni kusababisha mauaji kwake. Hivi unajua umenaribia ndoto kwa ukubwa kiasi gani? Nilikuwa na ndoto ya kuja kuwa msomi mkubwa kweli kweli mbeleni. Lakini naona hiyo ndoto tayari imeshaangamia hadi sasa. Sikupende iwe hivyo.
Yaani naona kila kitu kimeharibika kwenye maisha yangu. Sawa, lakini tunatakiwa tutulize akili. Jinsi gani tutaepuka hili jambo? Sio tukae tunalaumiana tu. Pia nina uchungu vile vile, sio wewe tu, nina uchungu. sawa. Sawa. Nini tena? Nasikia njaa. Nasikia yani akili yangu iko sawa. Labda nikila nitakuwa poa. Sasa unakula mimi mwenyewe hela sina, unakula nini? Na maji. Sasa mimi malipo huko na hiyo. Sawa. Kwa nini unanifuatilia? Hebu niachie kwanza. Naanzaje ukuacha wakati toka kule unanifuatilia? Wewe ni nani? Unataka kujua mimi ni nani? Niachie nizungumze. Hebu kwanza niachie. Mnajaza watu afu natengeneza vitu ambavyo haviko sawa. Nafikiri mpaka sasa utakuwa ushajua kwa nini nakufuatilia. Hizo video umezitoa wapi? Hiyo haikuhusu wala haijalishi. Sawa, wewe ni kitu gani unachokihitaji kutoka kwetu? Simple. Pesa, mkwanja, hela. Unaweza swala la kipuuzi kiasi. Sawa, ni kiasi gani unachokihitaji? Kwa haraka haraka kama 500 tu hivi. 500? Na kama unahisi hela itakuwa ni kubwa, basi mimi naweza nikaenda kwenye vituo vya sheria na nikapeleka hizo video. Sina chochote cha kupoteza. Sawa, naomba usifanye hivyo. Kikubwa naomba mawasiliano yako, tutawasiliana ili tujue tunafanyaje. Andika namba zako. Nitakupigia basi. Haina shida, mimi nakusubiria. Ila hakikisha uchelewi sana kwa sababu mimi ni mtu ambaye sipendi sana kucheleweshwa kwenye biashara. Sawa. Nimechoka. Vipi, mbona umechelewa? Kuna tatizo limetokea ambalo linanichanganya kwa kiasi kikubwa sana. Nini tena? Kuna mtu alikuwa ananifuatilia pindi tu niliponunua chips na kuanza kurudi nyumbani. Alafu ubaya nilipomweka kwenye 18 zangu nilishia kuwa mdogo kama kidonge cha Militoni. Mbona unazunguka? Niambie. Yule mtu aliyokuwa ananifuatilia alishuhudia tukio
la sisi kufanya mauaji kwa Yasi. Ikawaje? Alafu ubaya, ushahidi wote upo katika simu yake. Na nilikuwa na uwezo wa kuchukua ile simu, kuiponda chini, lakini akanambia kwamba ameweka kwenye kompyuta yake, nashindwa hata kuzungumza. Na sehemu nyingine ambazo yeye anazijua. Alafu ubaya, anahitaji kiasi kikubwa kweli cha fedha. Kiasi gani? $500,000. $500,000 yote hiyo? Hata mimi nilimwambia hiyo hela ni kubwa. Akawa anataka kutoka muda huo kwenda kwenye vyombo vya sheria. Ikabidi nimzuie. Kwa tukaishia kubadilishana mawasiliano ili mbali tuweze kumtumia hiyo fedha. Mimi akiba yangu ni $800,000 tu. Basi ndio akiba ambayo ungetu endeleza mimi na wewe katika mchezo uko nao sasa magumu. $800,000. Shemeji. Kwa hiyo nataka kuniambia muda wote ule naangaika kwa Yasi kumforce anishughulikie ule masuala ya mkopo ili niweze kwenda kurudi chuo kama kawaida. Kumbe ulikuwa na kiasi kikubwa kiasi hicho. Hebu acha Abdul. Pesa ni ya kwangu, sio ya Asli. Pesa ni ya kibango ambayo kwa nadunduliza naweka. Iko haisani kabisa na dako. Sawa, tutoke kwa tuzungumzie swala mali la msingi. Ongeza mada nyingine tena. Sasa hichi kitu kisije kusababisha tukagombana mimi na wewe. Tutampa $500,000, tutabaki na $300,000 ya kutuendeleza hizi siku. Wewe huna kazi, mimi sina kazi. Tutafanyaje? Yaani uhakikishe kabisa kafuta kwenye kompyuta yake, sikafanya nini hivyo, tumalizane kabisa na kila kitu. Ningetuchipe niwe nasikia njaa. Baby. Yeah. Unajua nakupenda sana. Najua hata mimi nakupenda. Nilisikia maisha yangu yote. Lazima nishamapa na wewe. Ni uamuzi mzuri uliofanya. Na kuahidi sitakuangusha. Na nitakupa kila aina ya penzi ambalo haukuwahi kupewa nyuma huko. Sawa? Kono lako zito tu. Na najiuliza kuhusu hii tattoo. Wewe naomba niache. Vipi? Unajua kadri siku zinazozidi kwenda najikuta nazidi kuzama kwako. Nani? Hapo atakuwa ni mhudumu. Nani? Kama ni mhudumu tukimruhusu anaweza kuingia. Ingia. Odi ndani. Habari za sasa hivi. Kitu kizuri. Kwa hiyo umeona kutupigia simu itoshi. Hautolizika mpaka utufuate, si ndio? Ni swala tu la uhakika katika biashara. Unajua tunapozungumzia fedha kwenye swala la business ni jambo la msingi sana. Kwa lazima uhakikishe kila sekunde inaenda na thamani yake. Sawa. Lakini niliongea na mpenzi wangu hapa. Kidogo tulikuwa tumepungukiwa kiasi.
tuna laki 2.5. Hapo kwanza nicheke. Ni kinyume na makubaliano lakini. Ni kweli lakini kidogo wasaa haujaenda sawa. Na ndio maana tumuomba utupunguzie, si ndivyo? Kama binadamu kaka. Haiwezekani. Tumeangalia katika bajeti zetu. Tumeona inaweza kupatikana 300,000. Kwa hiyo kama hutojali tulikuwa naomba utusaidie ndugu yangu. Mimi nafikiri sister, ungeacha kuzungumzia swala la binadamu kwa sababu tungekuwa tunadili na ubinadamu hapa, basi hata kile ambacho mlikifanya kule ambacho kimewapelekea nyie kuwa katika hii situation sasa hivi msingekifanya. Kwa hiyo hilo swala liko pending kwanza, la swala la ubinadamu. Brother, hilo swala linawezekana, nahitaji 500,000 kesho. Sisi tuna hiyo. Baby, anaongea sana, naomba hiyo simu. Naomba simu yangu nitajie namba zake nimtumie yeye aondoke. Sasa umeona? Sio umeona, hii ndio mwisho. Umeona kumuleta. Hivi unajua kwamba mchezo unahitaji hasira. Kaka, usiongee sana, nipe namba. 06 55 00 7. Jina. Kachira Stefan. Mbona? Mambo yalikuwa ni rahisi. Yaani mlikuwa mna uwezo wa kufanya hili jambo tangu mwanzo. Mpaka tuanze kubishana, kupelekana huku, kurudishana huku. Ilikuwa shida nini sasa? Si ushapoa hela yako, unasubiria nini? Mimi ndio naenda hivyo. Mimi nashukuru sana kwa kufanya biashara na watu ambao mnaijua biashara kama hii. Asanteni sana, nafikiri namuomba Mungu tukutane katika biashara zingine. Mapaja yako ni mazuri sana. Kuna ujazoea tu jamani siku zote. Unaanzaje kuyazoea kwa uzuri huo? Yule mshikaji ananipigia tena. Anataka nini tena jamani? Hebu msikilize. Watu kwenye mood. Yeah, hello. Niko salama, hofu wako. Sasa kama ile imeisha njaa na kuuma mimi, hiyo inahusiana nini na mimi? Unahitaji tena 1,000,000? Hebu kuwa serious basi. Sina maana hiyo, lakini udhaifu wa mtu usije ukautumia vibaya katika kujifaidisha wewe. Alafu isitoshe mwenyewe ni binadamu, ipo siku utapata matatizo. Sina ruhusa kukupangia kitu cha kufanya. Hebu usiende katika vyombo vya sheria na kuomba. Subiri kwanza, nitazungumza na shemeji yako. Alafu nitajua mimi tunafanya kitu gani, sawa? Sasa unatoaje siku 7 wakati bado sijakaa na mpenzi wangu kuzungumza ili tujue tunafanya kitu gani? Halo? Unajua unamchekea huyu. Unamchekea. Ungenipa mimi ningemchapa, asingepiga tena hii simu. Namchekea nini? Si ungesema toka mwanzo nikupe. Si ulikuwa unaona naongea. Mbishi bwana wewe. Hata mgenyesha ishi ya masaji.
Hasira zako unakuja unanimalizia mimi, si ndio? Nipisha na nilitoka. Sawa, natoka. Ukimweka basi wewe. Namfikiria huyu mshikaji. Nashindwa kumuelewa. Unajua mwanzo kama nilivyokuambia alihitaji 500,000 tu. Na tulikubaliana endapo tukimpatia basi atafuta zile video za ushahidi. Lakini ubaya nashangaa amekuja anazungumza maneno kama yale. Tena ametaja dau kubwa kuliko mwanzo. Tufanye kitu gani? Mimi nawaza. Tutoroke. Kwa ule mshikaji nilivyomchunguza kwa umakini akili zake, inaonekana ni wazi anatufuatilia kila siku. Kwa hiyo hata tukitoroka naona itakuwa ni sawa na bure tu. Ila mimi nina wazo Halima. Tumuue. Naam brother. Inabidi tukutane ili nikupatie ule mzigo. Kwa hiyo nitakutumia message pa kukutana. Mimi ndo maana nilijua kabisa kwamba hutoniangusha brother yangu. Unajua swala la biashara ndo linakuwa gazuri katika section hizo tu. Yaani nashukuru sana kwa kupata akili ya kutotaka kutoa boko. Basi brother. Nani? Mhudumu. Ingia. China. uko na nani mwana? Afande Kweka. Hebu angalia huko ndani. Hakuna mtu. Kwa hiyo unafanya mauaji halafu unakuja kujichimbia huko, si ndio? Hapana afande. Haya, harakisha, shuka haraka. Harakisha, fanya haraka. Geuka huko. Sogea mbele. Afande, kagua kama kuna silaha. Angalia kwa umakini. Hakuna silaha zaidi ya simu. Chukua hiyo simu. Haya. Ongoza.
Fanya haraka, fanya haraka.